Story kubwa katika upande wa michezo nchini Tanzania ni kuelekea tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 ambapo ilitangazwa ndo tarehe rasmi ambayo dabi ya Kariakoo itarudiwa kuchezwa baada ya kuahirishwa mwanzoni. Sasa wenyeji wa mchezo huu ni Yanga na Simba ndiye ambaye anakuwa ni mgeni, na mpaka sasa hivi Yanga hawajautambulisha mchezo huo wala kutangaza viingilio. Na nimeona pia msemaji wa Simba Sport Club Ahmed Ali kwenye page yake ya Instagram ameposti picha na maonyesha kocha Fadlu Davis na kuandika caption inayosomeka wenyeji wetu wa Juni 15 tunaomba mtangaze viingilio. Nimepita pia kwenye page ya Yanga ambao ndio wenyeji wa mchezo huu, wao wameposti michezo yao iliyobaki kwenye ligi kuu ya Tanzania bara NBC ni michezo miwili tu. Mchezo wa Tanzania Prison ambao utapigwa Juni 18 saa 10 kamili jioni na ni mchezo wa away huu, lakini pia mchezo mwingine ambao wako nao ni wa Juni 22 saa 10 kamili ambao ni mchezo wao wa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini pia mchezo mwingine ambao wameuweka pia kwenye fixtures zao ambao zimebaki ni mchezo wa finali ya CRDB ambao watakipiga na Singida Black Stars. Nimepita pia kwenye page ya meneja habari na mawasiliano ya Yanga na mzungumzia Ali Kamwe. Hakuna taarifa kuhusiana na mchezo wa tarehe 15 dhidi ya Simba Sport Club, na nimeona pia amefanya mahojiano ambayo anazungumzia mchezo ambao ni wa tarehe 18 dhidi ya Tanzania Prison ambao utapigwa jijini Mbeya. Kwa hiyo wao kwenye ratiba zao hakuna kabisa mchezo wa Simba Sport Club ambao umepangwa tarehe 15 na bodi ya ligi Tanzania. Lakini pia kwenye page hii ya Ali Kamwe ukiangalia kwenye Insta story ameposti video ambayo inamuonyesha mtoto akiwa anazungumza kwamba hatuchezi. Huyu mtoto anaonekana ni shabiki wa Yanga. Sikiliza video hii. Yanga. Wewe ni Yanga? Kwa hiyo tunacheza hatuchezi? Ongea kwa sauti. Tunacheza hatuchezi? Asikii. Hatuchezi. Mchezi. Hii inaenda kusigina kwamba Yanga hawachezi tarehe 15 na inawezekana ndo majibu ya Ali Kamwe kwenye kile ambacho kinaendelea sasa hivi, watu wanavyokuwa wanauliza kuhusiana na wao kuposti taarifa yoyote kuhusiana na mchezo wa tarehe 15 dhidi ya Simba Sport Club. Sasa kwenye posti ya Ahmed Ali ambaye ameulizia viingilio mbona vitajwi na mwenyeji ambaye ni Yanga, kwenye posti hii nimeona comment nyingi sana za watu tofauti. Huyu akasema kwamba zitatumika tiketi za Simba na Bekane. Mwingine akasema kwamba zitatumika tiketi za Machi 8. Huyu anasema kwamba kama unaamini Yanga wataleta timu uwanjani ulike, yani kwamba kuna wengine ambao bado wanaamini kwamba Yanga ataleta timu uwanjani. Huyu akasema kwamba ukitangaza hata wewe inatosha. Huyu anaonekana ni shabiki wa Yanga na yuko kwenye upande wa hatuchezi. Huyu mwingine anasema kwamba hatuchezi ngo, akaweka emoji ya makopa hapa ya kijani na njano kumaanisha yeye ni Yanga. Huyu anasema kwamba kabisa tunataka tuanze kununua tiketi mapema. Mwingine akasema kwamba mkuu, ushauri wangu timu ijiandae na mchezo na ifanye maandalizi ya mchezo, maana wao wanajiandaa alafu wanatuzuga wanajiandaa kwa niaba ya Prison, kumbe waongo, dabi watacheza tu. So huku kuna mashabiki wa Yanga ambao wanaendelea kucomment kwamba hatuchezi ngo, lakini mashabiki wa Simba wao wakitaka tiketi zitangazwe, viingilio vitangazwe na wao wakanunue kwa ajili ya kwenda kuangalia mchezo huu wa dabi ya Kariakoo wa Yanga dhidi ya Simba Sport Club ambao umetangazwa kupigwa tarehe 15 mwezi huu wa 6 mwaka wa 2025, mchezo ambao ulitakiwa uchezwe tarehe 8 ya mwezi wa 3. Yapi maoni yako kuhusiana na hichi kinachoendelea kuhusiana na dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba Sport Club? Dropisha comment yako hapo kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Lakini pia endelea kupakua SNS Premium kule App Store pamoja na Play Store kuweza kupata hadithi, simulizi na taarifa mbalimbali kutoka SNS Premium. Mimi ni Sadi TZ. Hii ni Simulizi na Sauti.